Samahani kama utojali. Bila samahani. Unaonekana mgeni katika mtaa huu. Mimi sio mgeni. Mimi ni mgeni kwenye macho yako, lakini wewe mwenyeji sana mtaa huu. Ila wewe ni mrembo sana. Asante. Jina langu ni Saidi. Sijui wewe ni nani. Yaani unapomwona mtu tu na kutaka kumjua. Naomba nikuombe kitu kimoja kama utojali. Kitu gani? Naomba unisaidie namba yako ya simu ili tuwasiliane zaidi. Pole sana kijana. Mimi huwa sitoi namba yangu. Labda kama kuna kingine nikusaidie. Hapana, nicho hicho tu. Basi kwa heri. Karibu sana. Asante. Hapa ndo mama Kasoro. Nikikutazama macho yako yanasema kitu. Kuna mtu unampenda? Ndio. Kiasi kwamba unashindwa kufanya kitu chochote kwa sababu yake? Ndio. Sasa basi, hilo ni jambo dogo sana kwako. Unataka tufanye? Mimi naomba mganga hapo nisaidie Saidi arudi, na akirudi tu mimi nitagharamia vitu vingi, nitatoa hela nyingi kwa ajili ya Saidi akirudi. Hilo ni jambo dogo sana kwako. Kama nilivyo. Sasa basi, sitaki kunipa kitu chochote kile. Mpaka utakapofanikiwa ndio utanipa vitu navyotaka kumpatia. Sawa. Kwa sasa nitakupa dawa. Sawa. Saidi. Shikamoo kaka. Marahaba za hapa. Salama, sijui za huko kazini. Huko safi. Kaka. Naona nanikwambie. Sasa unaweza kukuja kuja kitole. Acha nazo. Hebu niambie topic yako. Okay. Samani kama nakuwa na kuuzi. Kaka. Siku zinaenda, una kazi nzuri. Hebu kwanza niheshimishe na mimi niwe na wifi tu. Mimi natamani yani niwe na wifi tu. Kwanza ni ukatishe kauli yako. Bila samani. Mimi ni kaka yako mpendwa. Na unajua fika na kupenda sana mdogo wangu. Unaweza kaongea kitu chochote nikakuelewa. Lakini jambo la ndoa sio la kukurupuka. Jambo la ndoa linahitaji maandalizi makubwa sana mdogo wangu. Na sio kwamba nakupinga. Uko sahihi kwa sababu unanitakia mazuri kaka yako. Kwa sababu magonjwa mengi sana. Lakini kuahidi kitu kimoja. Mimi nitakuletea wifi yako, lakini pale muda utapofika. Na mimi nataka niwe na wifi hapa, tunapika pakua. Yaani mimi namuonea wifi mama Amina pale ana mkwe. Najua hiyo ndio shauku yako.
Akiwa mtu hapa mnasaidiana vyombo, mnasonga ugali hapa, sio kwamba unataka iwe hivyo. Lakini ni kuahidi utampata wifi yako tena mzuri kabisa, niachie muda na wakati. Muda gani kaka? Na wewe ukishikilia jambo utaki liishe. Nimempenda kaka. Hapa dada yangu, sio kwangu. Una uhakika hilo sio kwako? Kweli sio kwangu. Ile itakuwa ni yako, maana wewe ndio mtu wa mwisho kupita hapa. Na sio kwangu. Basi sawa, tusongee sana. Mbona mwa kipekee sana dadangu? Sio kama wasichana wengine. Yaani ukatee hela. Hamna, sio kwangu. Chukua uone atakusaidia tena mwenyewe. Basi sawa, vipi tunaweza tukafahamiana? Maybe. Unaishi wapi? Naishi sio mbali na hapo. Ni hapo. Kunja hapo nimefika. Ninaweza kukaribia? Sawa, karibu. Mbona uko hapa sasa? Nini ambacho kimekusibu? Niambie niweze kukusaidia. Wewe ni kijana mdogo sana. Hata kama nikikwambia hauwezi kunisaidia. In short, huna uwezo wa kunisaidia. Alafu nakukumbuka. Ni wewe ambaye tumekutana siku ile. Tatizo nini? Unaweza kukusaidia? Unajua hii dunia si mbaya, bali walimwengu ndio wabaya. Mimi najua huwa binadamu wabaya sana, hasa pale wanapokutana na binadamu wenzao. Huwa ubadilika wa watu, wanakuwa kama kinyonga, rangi yao itabiriki kabisa. Pole sana ndugu. Asante. Alafu ukuwe kuniambia jina lako wewe ni nani? Naomba leo uniambie jina lako wewe ni nani pate kufahamu. Yaani natamani siku ninunulie gari. Alafu maneno yako mimi ndo siyapendaje. Wewe uwezo gani upate wapi? Sikiliza. Iko siku nitakununulia gari. Ila ushaniuliza kwa nini na furaha? Hebu niambie furaha. Naweza tukashare furaha. Ile ndoto yangu inakwenda kutimia na wewe pia kuitwa wifi. Jamani, asante Mungu. Hebu niambie wewe wifi mkitaichi hichi au uko mbali? Wa mtaa huu? Kaka bwana, hapo sasa sikushauri. Wewe nikwambiaje? Wasichana mtaa huu sio wasichana. Wasichana kila kukicha tuambwe sale vijola, hawana maendeleo. Si unaelewa kakaangu? Kila kukicha maklabu wapi? Yaani atakuwa ufanyi maendeleo yako. Kakaangu yaani unapokuja mimi
utaumia, tutaumizwa katika mapenzi. Bora kidogo uko mbali kakaangu. Hebu zinduka kwanza. Sikiza nakwambia kitu. Sio kila msichana wa mtaa huu akili zinafanana. Kuna wasichana wengine wako tofauti. Wewe kaka, mfano mwenyewe. Juzi tu tumekaa hapa tunakula kwa na maharage. Kapita mtoto wa mama Amina pale kabudua dela ndani kabaki na sisemi, kabaki na nini? Siri yangu. Kwa hapo unaonaje? Juzi nimekutana na msichana mzuri mfano malaika. Ni mzuri kaka. Afu kina heshima hicho kaka kizuri yani. Tasemi sana. Ni mzuri hata mwenyewe kanishinda usuri. Sikiliza. Mimi najua kila mwamba ngoma ngozi uvutia kwake. Na wewe unavutia kwake. Ila kwangu mimi ni mzuri kupita. Sasa mimi nakwambia kitu. Hebu mlete hicho chuma chako hicho. Alafu mimi nimlete uwezo wangu mwenyewe. Muone nani kamzidi mwenzake. Sawa, hakuna shida. Kuna shida hapo. Utaumbuka wewe. Mimi naogopa kukumbuka. Wewe utaumbuka. Mimi sina shida. Kama unataka ligi basi tuweka ligi. Ndio. Unaweka ligi. Tupende. Nakata mimi. Nakata mimi. Nakata mimi. Tutaona. Tusubiri. Bora rafiki yangu nimekuona na jambo langu. Jambo gani hilo? Mimi nilikuwa naomba kaniombee msamaha kwa Saidi. Yaani nyinyi wasichana nyinyi. Suri mmoja kaka mkisa nyumba ya ulisi ile. Hapana. Saizi nimejifunza siwezi kurudia tena makosa. Ukadanganyika na magari, majumba, mapesa, iko wapi? Umeachwa hapo? Kula kwa mama, kuoga kwa mama hapo sasa hivi kipo wapi? Mimi saizi nampenda Saidi peke yake. Simpendi mtu mwingine. Kweli? Kweli, ndio maana nakuomba kaniombee msamaha kwa Saidi. Nyinyi wasichana nyinyi. Nyinyi. Nani nimemshauri kaka yangu tu wasichana mtaa huu, sio wasichana. Usiseme hivyo. Nisemeje? Wewe kaniombee tu msamaha. Unavonijia kiuruma iko kiswa chako cha huruma. Kinanogaje? Okay, sikuvunje moyo. Nitajaribu. Kama akikubali nitakuja kukwambia. Kama akikataa, sawa. Sawa. Karibu rafiki yangu, hapa ndo nyumbani kwetu. Asante rafiki yangu. Sitapenda ishe nje, ninapoingia ndani pate baraka. Shoga yangu, hata hapa nimepafahamu kwenu. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Sawa. Next time nikija nitaingia mpaka ndani. Bwana. Yaani tumetoka vizuri uje kwetu ukaona unaishia nje, sio kweli bwana. Hapana rafiki yangu, nisikudanganye. Maana huko nilipotoka huko nyumbani nina mambo mengi sana. Kwa hiyo acha nikamalize. Siku nyingine nikija nitaingia mpaka ndani. Wacha hizo bwana, tuingie hata ndani hata kidogo tu. Hapana, hata siku nyingine. Kaka. Ndo nini sasa? Mtu wapi? Usiulize mtu wapi, ndo adabu gani hiyo? Sijapenda bwana. Nadhani umemwona Saidi. Ndiyo, nimemwona. Fanya jitihada uweze kumleta hapa, maana nahitaji kijana ambaye hajawahi kufanya mapenzi hata siku moja. Juu tumeelewana? Nimefurahi kusikia hivi.
naomba jitahidi uweze kumleta hapa, nitakupandisha vyeo, utakuwa kama mimi. Nitamleta, nitafanya hivyo Malkia. Nadhani umemwona Saidi. Ndiyo, nimemwona. Fanya jitihada uweze kumleta hapa, maana nahitaji kijana ambaye hajawahi kufanya mapenzi hata siku moja. Juu tumeelewana? Ndiyo Malkia, nimekuelewa. Nimefurahi kusikia hivyo. Naomba jitahidi uweze kumleta hapa, nitakupandisha vyeo, utakuwa kama mimi. Nitamleta, nitafanya hivyo Malkia. Asante sana. Mariam. Salama, karibu. Samahani. Mariam nimemkuta? Oh, Mariam hujamkuta. Kaelekea sokoni mara moja. Basi sawa, haina shida. Hata mimi naweza kukusaidia pia. Hapana, sijaletwa na shida bali nilikuwa nimekuja kumsalimia. So mara ya kwanza, so mara ya pili mimi nakukutana. Kumbe wewe rafiki yake mdogo wangu eh? Sadafta. Samahani kama utojali. Kuna jambo nataka. Ila neno unalotaka kuniambia hapa sio sehemu yake husika. Tafuta sehemu husika, kisha tutazungumza hilo neno unalotaka kuniambia. Sawa, hakuna shida. Naomba nikusindikize. Basi sawa, kama utojali. Malkia, asante kwa kuitikia wito wangu. Leo nina habari njema sana. Habari gani hiyo? Ni kuhusiana na Saidi. Sasa hivi tayari nimeshaingia kwenye familia yao, na familia yao imeshanikubali. Sasa hivi familia yao naiendesha kama gari bovu. Nipe muda mchache, nitamleta. Asante sana kijana wangu, ila nakuasa kuwa mwangalifu sana. Binadamu sio watu wazuri hata kidogo. Hakikisha unafanya kila unavyoweza, maana ukifeli sisi yote tunaangamia. Ndiyo Malkia, nimekuelewa. Ondoa shaka juu yangu, niko makini na kazi yangu. Nitafanya kama unavyotaka. Jitahidi kuhakikisha mpaka utimize nilichokuagiza. Kuna zawadi nzuri sana nimekuandalia. Nimefurahi sana Malkia kusikia hivyo, japokuwa sijajua hiyo zawadi itakuwa zawadi gani. Utaiona hapo utatekeleza agizo lako.
Poa vipi? Hapo kati si unajua mtaani tu hapo. Unabeba beba nini? Ile mavideo ya mama wanaagiza huko sana. Mkoagiza kati huko. Sasa uone tena blaza. Vitu vya watu hivi. Basi vitu vya watu lakini kwani unafanya nimepinga? Unafikiria ninapinga blaza? Sijapinga. Shule za watu. Basi. Unafikiria sijapinga? Leta simu. Sema sana kama nimeondoka jamani, mimi nitaficha pesa yangu. Bange pitia kule tu. Ni lako. La kwangu blaza kumbe. Si. Blaza nashukuru sana blaza. Hiyo inatokeaga sana. Eti. Ila kuwa makini na mtaa. Da. Na wale vijana sio watu wazuri, watakuja si kukuumiza. Kwa kweli hapa hamna, hapa sio pa kupita blaza. Yeah. Kabisa. Nashukuru sana blaza. Nashukuru. Mimi naitwa Dina kaa hapo kati blaza. Mtaa kati. Hapo mtaa kati. Mimi mwenyewe naitwa Saidi. Saidi. Nashukuru sana blaza Saidi bwana. Nashukuru sana. Mbona Saidi ni kijana mwema? Anaonekana anapenda sana na watu. Anamsaidia mtu hata asiyemjua. Kwa nini mimi nimefanya ukatili? Kwa nini? Sawa. Hata kama nimeagizwa nimpeleke kwa Malkia. Hapana. Inabidi nipambane kwa ajili yake na kwa ajili ya watu wengine. Malkia atanisamehe. Unafanya nini Queen? Sikubali. Nitakukomesha. Umefanya nini? Umefanya kitu gani? Unataka kucheza na ubongo wangu, si ndio? Sasa naona unamchezea Simba Sharubu. Haiwezekani na kutuma unaenda kufanya vitu ambavyo havina maana. Hivi kweli unajielewa? Hebu niambie, kitu gani kilichokupata? Sio kwamba nakuchanganya, ila ni vikwazo vidogo vidogo tu vinavyotokea. Kila nikiweka mtego, dada yake na Saidi ananishtukia. Ndio maana nashindwa kukamilisha misheni yangu. Ila nakuahidi nitapambana na nitamleta. Nakupa nafasi ya mwisho. Usipofanya hivyo nitakuangamiza. Sije ukalipamba nyago. Nitakuumiza. Nakupa tena huyo mara ya mwisho. Kama litakushinda, nitamleta Panado duniani. Hawezi kufanya hii kazi. Hapana Malkia. Usimlete Panado duniani.
Sitaki kazi yangu ingiliwe na mtu yoyote. Kazi yangu nitaifanya mimi na nitaikamilisha mimi mwenyewe kwa mikono yangu mwenyewe. Usimtume Panado duniani, ataniharibia kazi. Nenda. Punguza shobo. Hivi wewe ni nani? Au nikufananisha na utitiri anayepita katikati ya malengo na kusababisha jogoo la Pasaka watu walichinja usiku wa Sabato, alafu jambo la asubuhi alisubiri jioni? Na ana bahati, ipo siku atakutana na Yokohama. Ungejaribu, mimi ningekufanya hivi tu, alafu ningefanya pa. Umekimbia. Una bahati. Kazi za wakubwa wachie wakubwa. Muda umekwisha na umebaki mchache. Kwa hili nahitaji ushupavu na ushujaa. Nitamng'ata kama nyama. Mtoto wa kike anyinyize kama sako. Mimi Kijana, wewe unaitwa Saidi, ila Saidi wewe huyo, naiona vita kubwa iliyopo mbele yako. Ulijuaje yote? So muhimu kujua kwa sasa. Muhimu kwa sasa ni wewe kuwahi haraka iwezekanavyo. Kujikinga. Unatakiwa upate kinga ili kuepuka matatizo yaliyopo mbele yako. Sikiza nikwambie kitu. Anapaswa kujua yote ni Mwenyezi Mungu na sio wewe. Unaonekana mganga, lakini mganga wewe mtapeli. Kama una kazi, chukua jembe ukalime. Hey. Umugabogabo. Amagambo ni gopo.